mtu akitaka kuteta ananiteta vizuri tu. Anateta vizuri. Bwana, kikosi kimerejea Dar es Salaam. Tayari kama tunavyoona kimeanza maandalizi kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya TRA. Hali ya kikosi iko vipi? Safari kutoka Kigoma? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumerejea salama kutoka Kigoma asubuhi ya leo, na mara baada ya kufika moja kwa moja tumefikia katika uwanja wa KMC kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya TRA. Jana tumefanya mazoezi ya kujiandaa na mchezo huo katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, na leo tumekuja hapa Dar es Salaam kuja kumalizia mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya TRA. Niseme tu kwamba maandalizi yamekamilika na tuna furaha kubwa kumwona nahodha wetu Shomari Salum Kapombe, Baba Esther, akiwa amerejea tena katika uwanja baada ya kukosekana mechi mbili, mechi ya Tanzania Prison na mechi ya Mashujaa, lakini sasa yu salama wa salamin na yuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya TRA. Mechi yetu dhidi ya TRA ni mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB, na malengo yetu Simba Sports ni kupata ushindi katika mchezo huo na kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Lazima tukiri ya kwamba mechi hii ni ngumu kutokana na ubora wa mpinzani wetu. Hivi sasa katika mpira wa Tanzania timu ngumu ni timu ya TRA, ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya chochote dakika zozote zile. Matokeo mazuri anayoyapata katika mechi mbalimbali si kwa bahati mbaya, ni kutokana na ubora wa ligi. Kwa hiyo playing against TRA lazima tukiri kwamba ni mechi ngumu, na Simba tuna kazi kubwa ya kufanya ya kwenda kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo huu. Pressure ni kubwa sana kwa upande wetu kwa sababu tunahitaji sana kupata ushindi. Sisi kwetu robo finali sio mafanikio, finali sio mafanikio, sisi kwetu ubingwa ndio mafanikio, na tutakwenda kucheza na TRA ambaye tunaamini kwake yeye kufika robo finali ni sehemu kubwa ya mafanikio kwa upande wake, lakini sisi kwetu ndo kwanza safari ya mafanikio ndio kwanza imeanza. Kwa hiyo tuna pressure kubwa, tuna kazi kubwa, na lazima tujiandae vilivyo kwenda kuwakabili TRA. Kwa kile ambacho wamekuwa akiendelea kukifanya Clatous Chota Chama, mashabiki wa Simba wategemee ukiona pia katika upande wa CRDB Federation ya wategemee, lakini ili timu iweze kufanya vizuri hatutegemei mtu mmoja. Tunategemea kundi la wachezaji wote 11, kila mmoja awe kwenye ufanisi na ubora wake tuweze kupata matokeo mazuri. Yes, Chama anaamua mechi, lakini lazima wachezaji wenzake lazima wawe kwenye ubora mzuri, kwa sababu Chama hawezi kutoka na mpira kutoka kwenye goli letu mpaka kwenye goli la mpinzani. Lazima hapo katikati wapasiane, afike ndio afunge. Hasa hawa katikati hapa ambao wanapasiana, wanagonga mpaka wanafika, lazima wawe katika ubora wao waweze kufanikisha hili. Kwa hiyo tunategemea ubora wa Chama uweze kutupa matokeo chanya siku ya kesho, lakini tunategemea uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kuweza kufanya vizuri na hatimaye tuweze kupata matokeo mazuri. Unapokuwa na mchezaji aina ya Chama inawaongezea confidence kwenye timu yenu ya kwamba mambo yanaweza kuwa magumu, lakini fulani akatuvusha salama. Kwa hiyo inatuongezea confidence, lakini tunahitaji ubora wa kila mchezaji tuweze kufanya vizuri. Medali sasa, mashabiki wa Simba wengi ukimuuliza, kila mtu anataka kombe, na miongoni mwa CRDB Federation muda mrefu amechukua miaka mingi, na mechi na TRA ni mpinzani mgumu. Yapi maneno ambayo unaweza kuwapa mashabiki wa sasa ambao kila ukimuuliza anaimba ubingwa kwa upande wa Simba msimu? Yaani kweli wewe unaangalia huko, yaani umeniwekea maiki tangu mwanzo na au upende kuniona mtu ameniwekea tangu mwanzo, ameweka maiki kama bwana ongea umalize. Kweli au nipendi kiwango hicho? Nakuona vizuri. Nitazame basi kidogo hivi wewe. Unaona aibu?
katoto kadogo kanaona noma ndio inapotakiwa namna. Basi mimi nikajua unipendi wewe mchukii, kwa hiyo ili nalo bana. Hivyo ni sawa sana kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike lazima awe na haya, tena sio aibu, haya. Lazima awe na haya mtoto wa kike. Kwa hiyo na haya amekamilika. Sasa mtoto wa kike anakodoa tu mwanzo mwisho, yani naangaliana na yani mpaka ngoma lako. Sasa na kwa sio mtoto wa kike. Ngoma ngumu. Huyo sio mtoto. Mtoto wa kike lazima na awe anaona kidogo kama huyu. Hawezi kuniangalia machoni. Kama anaangalia goli la Mwamnyeto. Au Tutadiscuss. Tuko katika mbio za ubingwa kwenye mashindano mawili, CRDB na NBC. Kila tukiangalia tunaona kabisa tuna uwezo wa kubeba benki zote mbili hizi kwa maana ya CRDB na NBC. Lakini kwenye CRDB njia yake haimtegemei yoyote. Kwenye NBC njia yake ya ubingwa inamtegemea mtu mwingine. Yaani kwa sisi Simba kwenye NBC tukishinda michezo yote bado hatuwezi kuwa mabingwa. Tutegemee kitu kingine kitokee, kwa maana mpinzani wetu afungwe na vitu kama hivyo. Lakini kwenye CRDB it's depend na nguvu yetu sisi wenyewe. Tunafanya nini kuelekea katika ubingwa? Na njia ya CRDB ni fupi, tumebakisha michezo mitatu pekee tuweze kuwa mabingwa wa kombe la CRDB. Maana tumfunge TRA twende nusu finali, tumfunge mwingine twende finali, tumfunge mtu mwingine. Sasa tuko hapo na kila tukipiga hesabu tunaona kabisa ya kwamba tunao uwezo wa kuchukua kombe la CRDB. Na tulisema wazi kwamba huu ni mwaka wa kuchukua mataji yote ama kugawana furaha. Na kwenye kugawana furaha nguvu yetu iko hapa kwenye kombe la CRDB kwa sababu tunaona huo uwezekano wa kuchukua kombe hili inawezekana. Bahati iliyokuwa mbaya ni kwamba tunakwenda kucheza fainali kwenye hatua ya robo fainali. Mechi yetu na TRA ina hadhi kabisa ya kuwa mechi ya nusu fainali. Ukiangalia standard ya TRA, ubora wa TRA, quality na ubora ubora wa TRA, ujasiri waliokuwa nao TRA, ushindani, nguvu, kila kitu kiko kwenye upande wao kwenye eneo la uzuri. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina hadhi kabisa ya kuwa fainali. Ukituangalia na sisi Simba Sports Club tulivyo kwenye ubora wetu. Kwa hiyo tunataka ubingwa wa CRDB, lakini sio mwepesi kwa sababu mbele yetu kuna kigingi kizito ambacho ni TRA. Lakini yote kwa yote tutakwenda kupambana kwa kutumia nguvu, silaha na maarifa yetu yote, twende tukapate matokeo, twende tukapate ushindi, tumtoe TRA na tufanikiwe kwenda hatua ya finali. Hatuko tayari kushindwa kufikisha malengo yetu kwa kuzuiliwa na TRA. Tunawaheshimu TRA, tuna wasiwasi, tuna pressure kubwa, lakini hatuko tayari kikwazo chetu cha kutimiza malengo msimu huu iwe TRA. Tutafia hapa katika uwanja wa KMC, tutapambana hapa katika uwanja wa KMC, jasho letu litamwagika hapa katika uwanja wa KMC. Kama italazimika kumwaga damu, tuko tayari kumwaga damu hapa kwa ajili ya kupambana kuwatoa TRA. Tunataka ushindi kesho, mnyama aende nusu fainali. Miongoni mwa mchezaji ambaye anaimbwa sana na baadhi ya mashabiki wa Simba kumwogopa kwa upande wa TRA ni Chobwedo. Binafsi unaakiri kwamba Chobwedo ni huenda kama mchezaji? Kucheza na Chobwe ni kazi ngumu sana. Kumzuia Chobwe ni ngumu. Ni mchezaji mwenye kila kitu, mwenye akili, mwenye nguvu, mwenye kasi, mwenye maarifa. Ni mchezaji ambaye anaweza akachukua mali akaondoka nayo, akaigadi, akaificha. Ni mchezaji ambaye anaweza akakata kona akaingia mwenyewe. Ni mchezaji ambaye anaweza akajaza mtungi kwa kukuta watu. Ni complete man ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vyote kwa usahihi wa hali ya juu. Ili kuweza kumdhibiti na kumzuia Chobwe unahitaji 100% fitness ya mlinzi wako wa kushoto.
na wakati mwingine lazima apate usaidizi wa namba 6 kuvunjikia kwake huku kuja kumzuia Chobwe. Ni mchezaji hatari, na sisi Simba Sports Club nasema kwamba it's very tough kwenda kukutana na Chobwe akiwa kwenye ubora wake, lakini wamejipambanua hivi sasa TRA. Hawategemei tu ubora wa Chobwe. Kuna wengine ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa na wakatishia ngome yenu. Tumejiandaa kwenda kumdhibiti kila mchezaji bora na mzuri wa TRA asiweze kufurukuta kesho na mnyama tuondoke na ushindi hapa. Mmejipanga kuhakikisha. Bila shaka. Semaji, umezungumzia hapa ubingwa wa NBC pamoja na CRDB. Uliweka asilimia katika ubingwa wa NBC siku chache zilizopita. Kuna mabadiliko yote? Asilimia zimeongezeka? Sasa hapa tunazungumzia CRDB. Kitu sichanganye. Sichanganye benki. Kuna sakata juzi la TRA baada ya mchezo na Azam, kuna mambo yalikuwa yanasikika. Kwa upande wenu mmejipangaje, labda nayo tusije tukayasikia kwa kikwazo kingine? Sakata gani ile? Ikisikika mediali. Mimi sijasikia. Ukisikia wewe sio lazima na mimi nisikie. Kuna wengine walikuja kwenye game ya TRA wakiwa wamevaa barakoa kujikinga. Sina matumbo watu waliouma hata walipelekwa hospitalini. Kisa? Kisa kijulikani. Kwa ubora wa TRA akikupelekea pumzi ya moto lazima utahisi. Hiyo inatokea. Inatokea. Hata wale maisha kawaida. Ndio sababu ya wengi kupelekwa sasa. Ukimaliza mechi na TRA unaumwa kila kitu. Ukimaliza mechi na TRA unaumwa kila kitu. Sababu TRA hawapotezi muda. Dakika zile 90 wanazicheza zote zilivyo 90. Kwa hiyo kama una wachezaji goi utatafuta watu lawama tu. Nakwambia. Semaji, kuna hili wanasema Elie Mpanzu ana touch nyingi, ana vitu wanamsifia kwa ubora wake, wanasema ana touch nyingi sana akiwa na mpira ambazo mwisho wa siku haziwapi matumaini. Wewe kama semaji, labda mambo ya kiufundi. Wanasemaji barua vipi FIFA ile kwa mambo ya kiufundi. Chama amekuwa akifunga magoli. Tumewasiliana na wenzetu wa FIFA wasubiri kidogo, kwa sababu tayari tulishawatumia goli la Chama alilolifunga kwenye dabi kwa ajili ya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la mwaka la dunia, lakini baada ya muda mfupi Chama akaendelea kufunga tena magoli mengine, kiasi ya kwamba akatuchanganya tupeleke goli lipi na tuache goli lipi. Kwa hiyo tumeamua kwanza tusitishe, tumwache Chama aendelee kufunga na kufunga. Akichoka Chama ama ligi kisha bana FIFA sasa chukueni haya magoli 50 ya Chama, angalieni lipi bora hapo ili muweze kwenda nalo. Lakini vile vile jana mchezaji wetu wa Simba Queens Gentrix Shikangwa naye amefunga goli bora ambalo na yenyewe vile vile tunalipeleka Puskas. Ni nadra mtoto kike ana receive mpira alafu ana turn, sijui umeelewe, alafu anaachia mkwaju wa maana. Goli kama lile huwezi kuliona kwenye ligi yoyote ya wanawake duniani, na yenyewe naona linastahili kabisa kuingia kwenye Puskas. Kwa hiyo tumeyapeleka yote huko, tutapeleka kwa ajili ya kwenda kushindania kinyang'anyiro. Lakini goli la Chama limepata upinzani mkubwa sana kutoka kwa nahodha. Kwenye mechi ya Singida, kwenye mechi ya Dodoma Jiji aliochezea pale Singida, imepatikana Puskas nyingine pale. Goli la Puskas? Lipi sasa? Maana magoli yalikuwa mengi. Goli la kwanza la Dodoma Jiji ilipigwa semi tiki taka. Semi tiki taka. Ya Chama ile ni tiki taka mbinuko. Tiki taka mbinuko. Tofauti. Ziko tiki taka kama za aina 3. Kuna tiki taka mnyoko ambayo ni kama ile walipiga Pape Osman Sako. Unaipigia hapa. Alafu kuna tikitaka ambayo ni tikitaka binuko, ndio kama ile ya Chama, unaipiga kama Van Damme fulani hivi. Alafu kuna semi tikitaka ambayo ameipiga nahodha katika mechi ya Dodoma Jiji, ikazaa goli la kwanza la Dodoma Jiji. Nao ni goli kali ambalo
kama Dodoma wasipolipeleka kwenye Puskas au kama timu yake na nahodha wasipolipeleka kwenye Puskas, sisi tutalipeleka. Najitolea. Sisi tutalipeleka bwana, watu wa Puskas, watu wa FIFA, na hili goli linastahili kuingia na sisi tuko radhi Chama akose tuzo ya Puskas, lakini nahodha apate. Ile sio goli la kawaida. Kutokana na ubora wa goli tuseme. Kutokana na ugoli wa bora nini msaji? Kutokana na ubora wa goli na najua goli pia unaangalia madhara yake ni umeona madhara yake. Ile goli limepelekea nini? Limepelekea kipa kasusa. Kwa yote hayo unawaandikia FIFA bwana, hili goli linastahili kwa bora, kwa sababu kwanza ni semi tikitaka, lakini pili kipa alisusa baada ya kufungwa hili goli, maana goli lilimuingia. Kwa hiyo FIFA wana consider vyote hivyo, wanaliingiza kwenye Puskas Awards. Na ile system inahesabiaje? Ipi ile? Ile ya semi tikitaka. Maana wale wenyewe Dodoma wajiuliza system tatupa mtupi. FIFA ndo watakao sema. Wenyewe Dodoma Jiji kazi yao wameshamaliza. Hawana uzoefu na FIFA, hawana email za FIFA. Kwa sisi ndio tunashughulika kupeleka magoli ya Puskas huko mbele. Semaji, sasa hivi Simba inasifiwa kwa kuwa na mpira mzuri kwa kutazama. Hii ndio Simba mlikuwa mnaitaka? Hii ndio Simba ambao tulikuwa tukiimba kwa muda wa miaka mingi. Simba ya asali na maziwa. Simba tamu, Simba ambayo inaburudisha, Simba ambayo inakufunga, halafu baada ya mechi wewe mwenyewe mpinzani unafurahi, fungwa utamu leo. Ndio hii Simba ambayo tulikuwa tunataka, Simba ambayo inacheza ukisikia lunyas, basi asili yake ndo Simba hii. Yaani mpira unakaa chini, watu wanateleza, wanakufunga kwa ustadi wa hali ya juu.